kwanza nidhamu ya kutosha, namna ambavyo walikuwa na uwezo wa kutengeneza nafasi. Moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na wakati mzuri nafikiri ni Elim Panzu. Nafikiri kwangu mimi katika sajili ambazo Simba hawajakosea, na inawezekana hata ambaye alifanya maamuzi ya kwenda kumleta Mpanzu anapaswa kujengewa sanamu, ni moja katika watu ambao wameenda kumleta Mpanzu. Amekuja kubadilisha kitu kikubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji kwa upande wa Simba. Uwezo binafsi wa kukokota mpira, kukatisha kwenye misitu ya wachezaji ambao wana ubora mkubwa, lakini kwa uwezo binafsi anaibeba Simba kwenye majukumu ambayo wanahitaji kupata matokeo, anafanya hivyo. Nafikiri kuanzia nje ya uwanja ukitazama Simba namna ambavyo aliingia kwenye mchezo wa leo, alikuwa anathibitisha kwamba yeye ni timu kubwa. Tazama namna ambavyo alikuwa anafanya mikimbio yake, lakini namna ambavyo amecheza kwa nidhamu kubwa. Uwanja uko na ruhusu, lakini kutokana na ubora mmoja mmoja mchezaji wameweza kuthibitisha hilo daraja. Kwangu mimi nikiwa kama Yusuf, mamlaka ambayo nimepewa, nathibitisha kwamba Elim Panzu ndio mfalme mpya wa klabu ya Simba. Tazama uwezo binafsi, lakini mbali na hapo Musa Pimpin Kamara wamekuwa na wakati bora zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kwa wachezaji wengi sana wa Simba leo walikuwa na wakati mzuri sana, na ndio maana haikuwa ngumu kuweza kuthibitisha daraja la ubora walionao. Kitu ambacho nimependa ni namna ambavyo wachezaji waliweza kuibeba shauku ya mashabiki. Kuanzia dakika ya kwanza ulikuwa unaona hata wao kwa wao wanahamasisha mashabiki waweze kuwapa support. Walifanikiwa kwenye hilo, lakini mbinu ya kocha Faldo Davis kwenye mchezo wa leo amesikiliza mashabiki. Kwenye mchezo uliopita Leonard Lateba hakuwa na wakati mzuri sana, lakini Stephen Dese Mukwala anaanza kwenye mechi ya leo na anafanya kitu kizuri. Hakuna kitu kizuri duniani ambacho mchezaji anatamani ukipitia, kupata nafasi kwenye mechi kubwa kama hii, hususan kutoka maana kuchaguliwa kutoka kwa mashabiki, na akathibitisha hilo daraja kwa kufunga. Mmoja kati ya wachezaji ambao nafikiri walikuwa na siku nzuri sana ni Stephen Dese Mukwala. Lakini niliwahi kusema na watu wakapuuza kwamba kwenye timu ambayo anaanza Stephen Dese Mukwala na Elim Panzu Kibisawara, kuna uhatari mkubwa wa timu kwenda kupoteza mechi kwa maana timu pinzani. Kwa nini? Kwa sababu faida ambayo anakupa Stephen Dese Mukwala ni moja kati ya mastrika ambao kuna fullback anatamani kukutana nao. Yani ni ngumu sana kumtabiri mikimbio yake, lakini mbali na hapo kuna namna ambavyo ana uwezo binafsi wa kumwapunyoa kama fullback. Mbali na hapo tazama kwenye eneo la kiungo kwa upande wa Simba leo, Yusuf Kagoma kwenye wakati mzuri anakupiga viatu ambavyo hata refaria anakosa ushahidi wa kukupa kadi. Moja kati ya wachezaji ambao nafikiri thamani yao inaendelea kukua akiwa kwenye klabu ya Simba ni Yusuf Kagoma. Nafikiri alifanya machaguo sahihi ya kwenda klabu ya Simba ambayo hakukuwa na pressure, aina ya wachezaji ambao walikuwa wanakwenda kukutana nao, lakini hakukuwa na pressure kwa sababu ni timu ilikuwa inatengenezwa kwenda kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Kwangu mimi utazungumza yote, lakini kitendo cha Simba kupata ushindi kwenye mchezo wa leo nafikiri itaendelea kuwatesa sana wapinzani wa Simba, kwa maana Young Africans na vilabu vingine. Kwa nini? Kwa sababu wakati ambao Simba wanafanya hamasa kuhitaji kwenda kwenye hatua inayofuata, wako ambao walikuwa wanabeza, na kutokana na mwenendo ambao Simba amekuwa nao kuishia robo finali, waliamini hata mara hii kuna uwezekano mkubwa wao kuishia robo finali. Lakini nafikiri tuwapongeze Simba kwa namna ambavyo wamechukua mechi kuanzia nje ya uwanja na ndani ya dakika 90 hatimaye wanaimaliza wakiwa wanaenda kwenye hatua inayofuata. Si kitu ambacho kinakuja kwa bahati mbaya, ni kutokana na utayari wa wachezaji, lakini pia utayari wa viongozi. Nafikiri moja kati ya scout ambao amefanya usajili mwaka huu inastahili pongezi kubwa sana, kwa sababu ukitazama katika idadi kubwa ya wachezaji ambao wamefanyia usajili mwaka huu, wengi wao wanacheza, ni tofauti na mwaka jana. Wameleta wachezaji wenye thamani kubwa. Luis Jose Mixon anatoka National High, walitoa hela nyingi sana, lakini kina Clatous Chota Chama nini ambacho wameweza kukifanya kwenye michuano ya kimataifa? Of course wamewahi kuwapa Simba robo finali mara kadhaa, lakini kwenye mechi ama kwenye timu ambayo iko kwa mara ya kwanza kwenye michuano ya kimataifa, lakini kwenye ligi imekuwa na wakati mzuri, ni Simba ambayo chini ya Jancha za wana Faldo Davis. Kwa hiyo nafikiri Faldo ameandika historia katika makocha ambao wamewahi kupita Simba. Yuko kocha alikuwa anaitwa Faldo, alipeleka Simba kwenye hatua ya robo finali, kwa maana nusu finali kwa mara ya kwanza. Lakini wachezaji pia watabaki kwenye kumbukumbu. Kwa hiyo ni historia ambayo kila shabiki alikuwa anatamani kuiona, kila shabiki alikuwa anatamani kuisikia, na hatimaye ile imetimia. Kwa hiyo fulani kubwa kwa mashabiki wa Simba, lakini pongezi ziwaendee viongozi wa Simba pamoja na wachezaji kiujumla pamoja na technical bench. Lakini kiwango kizuri kwa Musa Pimpin Kamara. Nafikiri kama kuna pesa ambayo Musa Pimpin Kamara analipa, basi mashabiki nafikiri wako tayari hata leo ukiwaambia wachange kwa ajili tu ya kumpa posho ama
kuhusu mkataba wake, wako tayari. Kiwango kizuri ambacho amekionyesha, penalty 2 anatoa, sio kwa bahati mbaya. Kuna namna ambavyo amewapunguzia pressure wachezaji ambao walikuwa wanakwenda kupiga penalty, kwa sababu kuna namna moja ama nyingine ukisha kosa, yani mpigaji pia anakuwa anapata ile shauku ya kuona kwamba mbali na uwezo ambao nitaonyesha kwa kufunga, ipo goalkeeper ambaye tayari ameshatanguliza. Kwa hiyo nafikiri kila mchezaji wa Simba leo alikuwa jukumu ni moja, kuhakikisha Simba inakwenda kwenye hatua iliyokuwa inafaa. Yes. Simba nusu finali. Anaweza kukutana na Zamalek au Stellenbosch. Yes. Kiwango cha Simba kinatosha kwenda kucheza na hizo timu, na unahisi Simba kikutana na timu ipi itamtengenezea yeye wepesi kwenda moja kwa moja finali? Kwa mimi nafikiri timu yote ambayo Simba atakutana nayo kuna asilimia kubwa sana ya kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa nini? Moja ni nidhamu ambayo amekuwa nayo. Wakati Simba anaanza kushiriki michuano ya kimataifa, ameanza kupiga 5 na National Hall, AC Vita zilimsumbua sana. Lakini kwa hivi karibuni miongoni mwa timu zilikuwa zinamsumbua Simba zipo kwenye ramani ya mpira wa Afrika. Kaizer Chiefs, AC Vita na timu nyingine ambazo zimewahi kumsumbua Simba zimekuwa changamoto, lakini sasa hivi hazipo. Mbali na hapo, imekuwa ni rahisi sana kuona National Hall akija hapa akaokota sare au akafunga. Wakati ambao anaanza na Simba alikuwa anamsumbua, kufungwa goli kuanzia 2 na kuendelea ilikuwa ni jambo la kawaida. Lakini sasa hivi Simba amesettle standard, yani Simba tu kushiriki robo finali karibia mara 6 mfululizo, maana yake anathibitisha kwamba ana consistency na ni timu kubwa. Kwa nini? Kwa sababu Wydad Casablanca ilikuwa ni timu kubwa, lakini msimu uliopita ametolewa na Simba, sio? Kwa hiyo unaona kuna namna ambavyo Simba amejaribu kutengeneza daraja lake kwenye michuano ya kimataifa, na hii inakuja baada ya Simba kuwa na shauku, lakini kuwa na viongozi ambao wanatamani kufikia mafanikio. Kwa hiyo nafikiri unaweza ukahitaji tu kwa jina Zamalek ukaiogopa, lakini bado kuna dakika 90 za ndani ya uwanja. Kitu gani ambacho unacho, nini ambacho unacho, tuonyeshane. Baada ya dakika 90 nani anakwenda, nani anabaki sasa. Nje ya uwanja, dakika 90 zijazo kwenda nusu finali, Simba wajiandaje nje ya uwanja? Nafikiri kile kitu ambacho Simba anapaswa kuwa nacho ni nidhamu ya kiuchezaji. Yani yuko huko kwenye mazingira yapi? Kwa mfano mchezo wa kwanza Simba angekuwa na nidhamu asingefunga mabao mawili. Sababu mchezo wa kwanza Simba kacheza yuko kama yuko nyumbani. Yani amefunguka kama yuko uwanja wa Taifa. Kwa mechi ile mimi nilitarajia Simba ataanza kwa kucheza chini kwenye eneo lake, akiwa na possess kwenye eneo lake, and then yao anatengeneza nafasi kupitia mipira ya counter attack. Kwa kiasi hiko niliamini Simba atafanikiwa, lakini kilichotokea ni tofauti na fikra zangu. Kwa hiyo nafikiri Fadlu kuna namna ambavyo hivi sasa anajua wapi pa kuanzia, na tunasema mtu ujifunza kutokana na makosa. Kile ambacho kimetokea nafikiri kimempa funzo hata kuelekea kwenye mchezo wa leo, na ndio maana ukitazama nidhamu ambayo alikuwa nayo, lakini wachezaji namna ambavyo wameweza kujituma ndani ya dakika 90. Kwa hiyo nafikiri wanapaswa kuwa na nidhamu na kucheza na nyakati. Tuko kwenye nyakati za ugenini, tucheze namna gani? Tunacheza kwenye mazingira yapi? Hususan timu kama Waarabu wakisha kutangulia, kuna madhara makubwa sana ambayo unaweza kujiwekea kama mlima. Tumeona kwenye mechi ya leo kama Simba asingefanikiwa kipindi cha kwanza kuweka mabao mawili, kulikuwa na hatihati kubwa sana ya Simba kutokwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa nini? Kwa sababu kipindi cha pili hao watu wanalala sana. Ni moja kati ya watu ambao ni mafundi sana kupoteza muda. Kwa hiyo nafikiri katika hilo Simba kufunga mabao mawili kipindi cha kwanza alifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana.